Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu naitwa Pastor Daniel Omuse. Jioni ya leo ningependa tushiriki neno katika kitabu cha Marko 10 mstari wa 46. Maandiko inasema wakafika Yeriko. Hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Timayo, Batimayo yule mwombaji kipofu, alikuwa ameketi kando kando ya njia. Pendwa, mwenye anaandika kitabu hiki anaitwa Marko. Na Marko ni mwanadamu wa kawaida kama mimi na wewe, lakini alikubali kukaa chini ya Yesu na anaandika maandiko haya kupitia inspiration ya Roho Mtakatifu. Jioni ya leo mimi na wewe tunaweza kumwamini tu Yesu. Na jinsi tunaweza kumwamini, tunafanyika wana wa Mungu. Scripture inasema ya kwamba wale ambao waliomwamini aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Kwa hivyo jioni ya leo nimekuja kusema na mtu. Nimekuwa nikianza mafundisho kutoka siku ya Wednesday, na nikiambia mwanadamu ya kwamba mwanadamu si mwili. Mwanadamu ni roho. Na hii roho ambayo mwanadamu, roho huwa haifi. Whether umeokoka ama hujaokoka, roho huwa haifi. Na mwili ukishaondoka, mwili ukishazikwa hapa kaburini, roho huwa inarudi kwa mwenyewe. Mungu akamwambia Yeremia ya kwamba, Yeremia, ninakujua kabla sijakuweka kwa tumbo ya mama yako. Leo wewe lazima utambue mama yako alikuona baada ya wewe kutoka kwa tumbo. Lakini kuna mtu alikujua kabla hujatoka kwa tumbo ya mama yako. Huyu Mungu ulikuwa na yeye, akakutengeneza. Daudi anaandika Psalms chapter 139, anasema ya kwamba you saw my substance. Yani kabla bado sijaumbwa Bwana ulijua chembe chembe zangu. Daudi anasema I am fearfully and wonderfully made. Watu ambao wako na ufunuo kuhusu maisha yao ya baadaye na maisha kabla haujapata mwili. Leo nimekuja kusema na wanadamu ya kwamba ni vema ujue na ujiulize maswali, ninatoka wapi na ninakwenda wapi? Marko anapatiana story fupi kuhusu jamaa fulani, na tunaambiwa ya kwamba huyu jamaa alikuwa anapatikana kwenye mji fulani ambao unaitwa Yeriko. Mpendwa, wacha nikueleze kidogo kuhusu mji wa Yeriko. Mji wa Yeriko uko na historia kubwa tangu pale zamani. Maandiko inaniambia kwamba Yoshua alipokuwa anatoka na wana wa Israeli katika nchi ya Misri, walikuja wakakutana na Yeriko. Na Yeriko ilikuwa ni mji ambao ni kizuizi kubwa sana kwa Waisraeli kupita. Scripture inasema waliomba, wakazunguka mji mara 7 na mji ukaenda chini. Kuna maneno nabii Yona alinena, nabii Yoshua alinena kuhusu mji wa Yeriko. Akasema ya kwamba siku ile mtu atajenga mji wa Yeriko, mabaya yatampata. Katika 1 Kings chapter number 16 verse 34, kuna jamaa alikuja kaujenga tena Yeriko. Lakini bado Yeriko ilikuwa na laana. Ikakula mtoto wake wa kwanza, ikakula mtoto wake wa pili. Mpendwa, kuna nguvu katika watu wa Mungu, wanaponena maneno yanafanyika hata kama si saa hizo. Ilichukua miaka mingi sana huyu jamaa kujenga Yeriko. Na baada ya yeye kujenga, alipoteza mtoto wake wa kwanza na mtoto wake wa pili, na akajenga Yeriko. Lakini sasa Yeriko yenyewe leo katika wakati wa Yesu katika dunia, maandiko inasema kunapatikana na jamaa moja katika mji wa Yeriko tena. Lakini mji wa Yeriko wenyewe uko na misukosuko, uko na laana, bado
unaofuata mji. Leo nimekuja kunena pamoja na mtu katika mji huu wa Matisi. Inaweza kuwa umehangaika sana katika mji huu. Inaweza kuwa umejaribu kuolewa au olewi. Unaweza kuwa umejaribu kuoa au upati mke. Inaweza kuwa umetafuta kazi au upati. Inaweza kuwa umehangaika katika ulimwengu huu. Leo nimekuletea mtu mmoja. Jina lake ni Yesu. Maandiko inasema ya kwamba yeye ni simba wa kabila la Yuda. Anasema ya kwamba whatever that is impossible with men, with God it is impossible. It is possible. Leo huyu Yesu anasema ya kwamba kunaweza kuwa na njia mingi katika ulimwengu, lakini kuna njia ambayo inafaa mwanadamu. Anasema ya kwamba I am the way, the truth and the life. Anasema ya kwamba mtu haji kwa Baba ila kupita kwangu. Mpendwa, waje nikuambie kitu moja. Unaweza hangaika katika dunia hii. Unaweza teseka. Unaweza taabika kwa ulimwengu usipata suluhisho. Lakini suluhisho inapatikananga kwa mtu mmoja. Jina lake Yesu. Yeriko ilikuwa mji mbaya. Mji ambao ilikuwa imebeba laana. Mji ambao ilikuwa imebeba visiwi. Imebeba vipofu. Imebeba viwete. Watu wa namna yoyote. Lakini kuna mtu mmoja Mungu alimtuma duniani, aje duniani, afe msalabani kwa ajili ya dhambi ya wanadamu. Scripture inaniambia katika kitabu cha Waebrania, sacrifices and offerings you did not desire, but a body you prepared for me. Umeniandalia mwili nikufe kwa sababu ya wanadamu, ili asilia ya dhambi iweze kuondoka kwao. Mpendwa, mbona umekatalia vitu za kwenyu? Muletee Yesu akuondolee. Mpendwa, mbona umekatalia maisha mabaya? Tafuta Yesu akuja kuondolee. Scripture inaniambia ya kwamba Yesu anapofika Yeriko anakaribishwa na maneno mabaya. Unapoingia Matisi unakaribishwa na misukosuko. Ukiingia Matisi unakutana msichana alirepiwa jana. Ukiingia Matisi unakutana mwanamke alichapwa jana. Ukiingia Matisi unakutana watoto wadogo wasichana miaka 15 wamevuta bangi wanakaa chimuni. Leo nimekuja kuongea kuhusu mtu mmoja. Jina lake Yesu. Maandiko inaniambia katika kitabu cha Revelation, Yohana alipopata revelation kuhusu Yesu, anasema ya kwamba kule mbinguni kulitolewa scroll kubwa. Na hii scroll, malaika mmoja akakuja na sauti kubwa akasema, ni nani who is worthy to open this scroll? Ni nani anafaa kufungua kitabu hiki? Scripture inasema ya kwamba mbinguni mzima kulinyamazwa, watu walinyamaza. Hakuna mtu juu mbinguni na hata duniani aliweza kufungua hiyo scroll. Yohana alipotazama hivyo, maandiko inasema alianza kulia. Alianza kutetemeka na kulia. Malaika mmoja akaja, akamshika Yohana, akamwambia Yohana, usilie. Tazama simba wa kabila la Yuda, anayeweza kufungua mambo yote. Mpendwa, ni hali gani wewe imekuwa ikikuhangaisha? Ni nani hao wamekusumbua? Ni waganga wangapi umewatembelea? Ni nani amekuhangaisha na hujapata suluhisho? Kuna mtu mmoja katika mji wa Yeriko. Maandiko inasema ya kwamba jina lake Bartimayo mwana wa Timayo. Bartimayo mwana wa Timayo alikuwa anajua ni shida gani na mkula yeye. Mpendwa, majirani hawananga haja na wewe. Hata jirani mwenye uko naye kwa duka hapa natakanga wewe ufunge ili yeye endelee kuuza. Kuna watu hawakutakiangi. Hata mandugu wanainuana panga kwa sababu ya shamba. Hawakutaki. Hakuna mtu anakutaka. Watu wanatakanga kukuumiza. Lakini kuna mtu mmoja analeta faida katika maisha ya wanadamu. Katika kitabu cha Yohana 10:10, Scripture inasema I am come. Nimekuja ili niwapatie uzima na uzima tele tele.
aanze kukupatia mimba na kuache. Lakini Yesu anakuja kukupatia faida. Kuna mikora wanataka tu kufaidika kwako, lakini hawataki kukuletea faida. Kuna mtu mmoja, maandiko inasema analia msalabani akisema Eloi lama sabaktani, baba yangu mbona unaniacha? Mungu alimwacha Yesu kwa sababu ya wanadamu. Pendo linakamilika mpendwa kwa mtu kukufa msalabani kwa ajili ya wanadamu. Wache niwaambie watu wa Matizi, suluhisho haiko kwa wanasiasa. Suluhisho ya Matizi haiko kwa bwana yako. Suluhisho ya Matizi haiko kwa mke wako. Suluhisho ya Matizi iko kwa huyu Yesu ambaye ninamhubiri jioni ya leo. Scripture inaniambia ya kwamba wakafika Yeriko. Hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa. Tunaweza kuwa sisi zote hapa. Mkutano huu ni mkubwa, mamia ya watu, lakini hakuna kitu ya maana tunapata. Tunaweza kuwa hapa tusikie nyimbo nzuri, tusikie mambo mazuri, lakini hakuna tusaidiki. Kuna njia moja tu peke yake ya kumfikia Mungu, imani. Kuna njia moja tu ya kumfikia Mungu, imani. Mpendwa, pale nyuma kuna jamaa alikuwa anaitwa Noa. Noa alijenga boti, alijenga safina katikati ya desert, na Noa akahubiri Injili. Biblia inamuita mwenye haki Noa. Akahubiri kuhusu Mungu akisema ya kwamba Mungu atadestroy dunia na maji. Wakacheka wakasema ni kama Noa akili yake ni mbaya, ni kama Noa ni siotuaya. Yani mzee na kiara tu, unajenga boti katikati ya desert, kichwa yako ni mzuri. Na Noa anahubiri, anawaambia Bwana anakuja. Yesu anatoa story ya Noa kidogo, anasema wakati wa Noa watu walikuwa wanaoana, watu walikuwa wanazaana, wasichana walikuwa wanapeanwa, mabwana walikuwa wanaoa, miziki ilikuwa inaendelea, mambo mazuri yanafanyika. Watu wanaenda dunda wakisema unakatika ukifurahi. Maandiko inasema wacha mvua ianze kunyesha. Mvua ilipoanza kunyesha wakaanza kushituka wakasema leo tukisema kuja kwa safina ya Yesu unakuwa kichwa ngumu, lakini siku inakuja. Siku inakuja. Scripture inasema ya kwamba hamjui siku wala dakika, lakini siku inakuja. Na mimi nimeokoka, nimejazwa na Roho, lakini sijui ni siku gani. Lakini Bwana anasema kaeni tayari. Wewe ambaye umeokoka na bado unahangaika na dhambi, mwili imekusumbua, Bwana bado anarudi. Kanisa ya Matizi, wache niwaambie, Scripture inaongea katika kitabu cha Wakorintho. Kitabu cha Wakorintho walikuwa wameokoka, na ni kanisa walikuwa wamejazwa Roho, na tena maandiko inasema hawa ni watakatifu, na ilikuwa ni kanisa ambayo iko pahali kama Mombasa penye bahari iko. Scripture inasema ya kwamba chapter number 5, kuna jamaa alilala na bibi ya baba yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hata Matizi tumefika hapo, kama wamama wanaweza chukua vijana ati wanawaoa, alafu vijana wanasema huyu ni sponyo wangu, huyu ni sponsor wangu. Inamaanisha ya kwamba tumefika, kanisa imefika wakati wa Wakorintho. Vijana wote niwaambie, ukifika miaka 25 inatakikana utafute jiko yako. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiona vijana ni wewe ni mvulana na mvulana mwingine anakutembeleanga kwa nyumba, anatakanga nini? Bwana Yesu asifiwe.
Ukifika miaka 25 mwili yako kama inafanya kazi, unaanza kutafuta wasichana, si wanaume kwako. Na hii mambo vijana, amujui kuongea na wasichana ni wafunze. Wavulana, amujui kuongea na wasichana. Siku hizi hamtaki kuoa. Bangi tu, bangi tu. Hamtaki kuoa. Bwana, mimi nikiwa na miaka, wacha niwaambie vijana. Mimi nikiwa na miaka 18 nilikuwa nafanyanga namna hii. Hadi budget imekuwa ngumu. Sharp. Wewe uko na miaka 25 bado unatembea na watoto kwa lumi. Wewe kwa magoti, shida yako ni nini? Enda uoe. Wamama, ukiona kijana yako amefika miaka 25 na hajaowi, hiyo mtu wako na kijana mwenzake. Wewe nitakana uende uanze kuombea hiyo mtoto. Maana iko problem. Mimi nilipokuwa miaka 23 nilioi mama. Nimekaa na mama miaka 22 kwa nyumba moja. Hata kama zingine anakuwa kama nyoka, lakini navumilia. Bwana Yesu asifiwe. Vijana, tafuta mtu ya kuoa. Na kama mtu kuongea na wasichana, kuja ni mafunze. Na ukioa hapana chapachapa mtoto ya wenyewe. Mwanamke ni mtu ya kubembeleza. Bwana Yesu asifiwe. Unapata mtu umefika miaka 50 bado unachapana na mama. Akili inakuanga ni kama iko na problem. Bwana Yesu asifiwe. Mama anaonja tunyama kidogo, unafuatafuata hii nyuma. Unajua wamama kabla wajaolewa wanakuanga wazuri. Vijana waje niwaambie, kabla wajaoa wanakuanga wazuri. Hata ukipeleka hoteli anakunywa soda nusu na ndogo. Hata sikunywi mingi. Chips anabakiza na umegaramika. Yaani anakula vitu na maringo. Na ujuaje ati yako na homa? Hakuna siku utakutana na manzi yako na homa. Lakini wacha akuje kwa nyumba. Anavaa stocking kwa kichwa. Unakutana naye asubuhi anakuangalia ni kama sasa mtu mwenyewe. Sijui ametoka planet gani. Alafu amevaa lungi anasema ati just do it. Bwana Yesu asifiwe. Na kikakaa kizaza anakula kila kitu. Analamba chumvi, hii mbaya. Anachukua majani analamba, sasa hii mbaya. Anakula kila kitu. Nataka kidogo nasikia anatoka nje anaambia watu, "Enyi wajinga nyinyi, ndawachapa." Anachukua mapera anakula, maembe anakula. Vijana mkue tayari. Na nimevumilia tu miaka yote. Haleluya. Nani mzee wewe ukitoka asubuhi waacha chakula kwa nyumba. Wamama ni watu ya kukula. Mwanamke Mwafrika ni mtu ya kukula. Wachia yeye pesa. Wacha 500, akilalamika ongeza 100. Akilalamika patie pound. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inaambia wakafika Yeriko, hata alipoingia akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na makutano makubwa, mwana wa Timayo, Bartimayo yule mwombaji kipofu alikuwa ameketi kando ya njia. Petro, Bartimayo alikuwa na shida. Leo unapohubiri injili hapa Matisi, kuna watu wako na mashida inawafinya. Kuna kijana umefikisha miaka 28 hujui kuongea na hii watu. Kuja polepole. Kuja polepole. Kuja nyuma ya tent. Nikuongeleshe. Maana Mungu alitengeneza familia. Wacha niwaambie wapendwa, familia ya kwanza ni Mungu alitengeneza. Na akatengeneza bwana na mke. Na baada ya kutengeneza bwana na mke, Biblia inasema ya kwamba na Adamu akamwambia Hawa ya kwamba you are the mother of the living, na Hawa akaanza kuzaa. Kama shetani amekuwekea utasa na umeolewa muda mrefu, ifunguke sasa.
kifunguke sasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko inasema baada ya Hawa kuzaa, akazaa watoto wawili, Kaini na Abeli. Adamu alianza kuonyesha watoto wake njia. Tunajuaje? Abeli anaweza kutoa sadaka. Hata Kaini alitoa sadaka. Leo wazazi, nyinyi hamjui kulea watoto. Wazazi, mnafaa kuanza kulea watoto wenyu, na usiwache mtoto aanze kutembea tembea hapa Matisi. Saa zingine saa 3 ya usiku mimi natembea na kutana na mtoto wa miaka 8 kwa barabara na ni msichana. Wewe mzazi ni kama haujui, akili yako si mzuri. Wache nikwambie, mtoto wewe unaweza wachaje mtoto anatembea peke yake na ni msichana? Mtoto akifika 13 years amekomaa, 13 years na ni msichana amekomaa, anaambia mwanaume nitakuvaa, nitakuvaa. Huyo ataolewa kweli? Mwanamke na umekunywa bangi, sinaribu tumbo ya uzazi yote, utazaa watoto wanakaa moshi. Watu wa Matisi simutafutenge Mungu. Wacha niwaambie kuna shida hii Matisi. Wacha niwaambie, wewe ukikula kwako ugali usifikiri kila mtu anakula ugali. Mtoto wa dada yangu alilelewa hapa chini hapa Mitume hapa. Mtoto amekunywa bangi, yani mpaka wakaenda kwa hospitali huko Kakamega, wakaangalia hapa, kanza imekula yote. Mtoto hajamaliza mwezi moja, jana walinipigia simu, amekufa. Tutaki kupoteza watoto wetu kwa sababu ya bangi. Leo nimekuja kunena na mtu, kuna mtu anasaidianga watu. Mimi nilikuwa mtu mbaya, msinione hivi. Hadi mnaona hivi jamani kafupi, mimi naweza kukutu. Usinione hadi kafupi hivi, hadi naweza kukuchokora wewe. Hey. Lakini huyu Yesu alinitafuta na akanipata. Yesu alinitafuta na akanipata na akanibadilisha. Leo hakuna chochote ambacho Mungu hawezi kufanya. Hata kama mambo yanakuwa magumu namna gani. Kuna mtu wa simba la kabila la Yuda, jina lake ni Yesu. Maandiko inasema mstari wa 47 inasema, naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, mwana wa Daudi, Yesu ni rehemu. Mpendwa, Bartimayo mwana wa Timayo alikuwa amesikia habari ya kina Wekesa. Wekesa ni wakupatia nanga tumimba. Kina Baraza, wezi tu. Alikuwa amesikia kina Kirui, watu wa kunyonga tu watu. Kina Kamau na kina Karanja, watu ya kusumbua tu. Habari zao zilikuwa zimesikika, lakini maandiko inasema aliposikia habari ya Yesu Kristo Mnazareti anapita. Mpendwa, jioni leo niko na neno na mimi na mtu kuhusu Yesu Mnazareti. Huyo Yesu anabadilishanga maneno. Anasema, njooni kwangu nyinyi nyote mlemewao na mzigo mzito, nami nitawapumzisha. Wakati Bartimayo mwana wa Timayo alikuwa anaita Yesu, watu walimwambia Bartimayo, nyamaza. Nyamaza Bartimayo, nyamaza. Bwana Yesu asifiwe. Sika inasema walimwambia Bartimayo, nyamaza. Leo nimekuja kusema na mtu. Mama, kwa nini uliacha kuomba? Kwa sababu mambo ilikuwa ngumu, si ndio? Nani? Venye uliwacha unarudi class 1. Ndio itakuwa ngumu zaidi, ndio itakuwa mbaya. Kwa sababu ulikuwa agent wa Yesu. Sasa leo ni nini imefanya umegeuka? Mpendwa, Yesu anakuita. Yesu anakuita jioni ya leo. Leo nimekuja kusema na mtu katika mji huu. Biblia inasema ya kwamba naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti alianza kupaza sauti yake. Bartimayo mwana wa Timayo alianza kulia.
Leo hii Matisi kila mtu ako na shida yake.